Gari la angani ambalo halikuwa na rubani, yani UAV, la jeshi la angani la Israeli limeshambulia kwenye gari la kundi la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanoni kusini na kuwaua wanamgambo takribani watatu katika shambulio hilo, ambako kulingana na Ali Jadid, shambulio hilo lilitokea katika barabara kuu karibu na kizuizi cha usalama karibu na mji wa Saida. Imeripotiwa kuwa wanajeshi watatu wa Lebanoni waliokuwa kazini kwenye kizuizi cha barabarani na walinda amani wanne wa Malaysia kutoka kwa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha muda nchini Lebanoni maarufu kama UNIFIL, yani UNIFIL, walipata majeraha madogo katika mlipuko huo na kupata msaada wa matibabu kwenye eneo husika. Na pia unaweza kupata taarifa hizi za matukio ya kivita moja kwa moja kutoka huko Mashariki ya Kati, yani Israeli, kusini mwa Lebanon, lakini pia huko nchini Irani, bila kusahau Urusi na Ukraini kupitia grupu la WhatsApp, ambako pia huko taarifa zaidi na matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele yamekuwa yakipatikana, na pia nimekuwa nikiziweka kwa wingi. Hivyo basi unaweza pia ukajiunga sasa kupata taarifa hizo na matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650, yani 0679619650. Hiyo ndio nambari pekee ambayo unaweza kulipia kiasi cha pesa ili pia kupata huduma ya taarifa matukio hayo kupitia grupu la WhatsApp. Pia katika shambulio hilo, dereva wa basi ambaye alikuwa akiwachukua walinda amani hao kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beirut kuelekea Nakura, ambapo makao makuu ya UNIFIL, pia yalijeruhiwa. Trafiki katika barabara kuu ya Beirut Saida ilizuiwa kwa muda kutokana na tukio hilo la shambulizi ya gari la angani ambalo halikuwa na rubani kutoka jeshi la angani la Israeli. Mapema ndege isiyo na rubani ya Israeli pia iliondoa lori la kubeba Hezbollah lililokuwa linasafirisha silaha kupitia barabara kuu ya kimataifa ya Beirut kuelekea Damascus, ambapo mgomo huo umetolewa kati ya vijiji vya Jamhuri na Kahale kwenye milima ya Lebanoni, ambako pia gari hilo lililipuka karibu na jengo la makazi na kupelekea mwanamke mmoja kufariki dunia na kuwajeruhi watu wengine wawili, na hakuja kuwa na taarifa zozote kuhusu majeruhi wowote miongoni mwa wapiganaji wa Hezbollah. Inakumbukwa pia mnamo Septemba 23 Israeli ilifanya mashambulizi kwa kutumia jina misafara ya kaskazini iliyolenga vituo vya kijeshi vya Hezbollah, nayo ilifanya mashambulizi makubwa ya hewa kote Lebanoni, ambapo usiku wa Oktoba 1 pia vikosi vya ulinzi vya Israeli, yani IDF, vilitangaza operation ya ardhini katika maeneo ya mpakani kusini mwa Lebanon. Na pia kikosi cha ulinzi cha Israeli, yani IDF, kiliendesha operation katika mji wa Beit Lahia, eneo la kaskazini mwa Gaza, baada ya kupata ujasusi unaoashiria kuwepo kwa itikadi kali ya silaha katika eneo hilo. Kama sehemu ya shughuli eneo hilo, IDF inawezesha uhamasishaji salama wa Wapalestina kutoka maeneo ya mapigano kupitia njia zilizopangwa kwa ajili ya usalama wao. Idara ya waandishi wa habari ya jeshi imesema hivyo, ambapo zaidi ya hayo pia vikosi vinaendelea bado kufanya kazi katika maeneo karibu na Jabalia kusini mwa Beit Lahia, na vimeondoa takribani wanamgambo 50 katika siku ya kucha kupita. Na pia katika eneo la Rafah kusini mwa Gaza, IDF imeondoa gradicals kadhaa za silaha na ilifanya uvamizi wa kulenga ambao walipata silaha katikati mwa Gaza. Huduma ya waandishi wa habari imeeleza hivyo kuhusu taarifa ya operation ya IDF siku ya kucha kupita huko ukanda wa Gaza, ambako pia vikosi hivyo vya Israeli vinazidi kusonga mbele kwa mashambulizi makali hasa katika maeneo hayo.
Mwisho wa taarifa hii, pia taarifa zaidi zitafuatia hapo baadaye. Cha msingi, endelea kuitembelea na kuifuatilia kila siku na kila wakati JMTV kwa habari zaidi, na pia karibu sana ujiunge kule WhatsApp ili pia kupata taarifa hizi na matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele. Unaweza ukajiunga sasa kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kwa nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650, yani 0679619650. Basi unakaribishwa sana pia kupata taarifa hizi na matukio hayo kwa njia ya WhatsApp.